Si kila maumivu makali ya jointi na mifupa humaanisha kwamba una mrundikano wa uric acid katika damu. Uric acid ni nini? Uric acid ni zao linalopatikana wakati mwili unajaribu kuteketeza au kuondoa seli ambazo zime-expire, seli ambazo zimemaliza muda wake katika mwili wako. Kwa hiyo uric acid huzalishwa katika mwili wako hata kama usipokula nyama, hata kama usipokula maharage, hata kama usipokula vyanzo vya uric acid. Mwili utazalisha uric acid kwa sababu ni namna mojawapo ya uteketezaji wa seli ambazo zimemaliza muda wake. Ambacho kinatokea ni kwamba watu wengi huenda hospitalini na huambiwa wana mrundikano wa uric acid bila kuchunguzwa mambo mengine ambayo husababisha mrundikano wa uric acid. Haya ndo mambo makuu ambayo unatakiwa kuchunguza. Hakikisha unachunguzwa ugonjwa unaitwa baridi yabisi. Huu ni ugonjwa ambao hushambulia mifupa yako. Kinga ya mwili huamka na kushambulia mifupa yako. Huu ugonjwa ni hatari sana. Pimwa katika damu yako kwa kuangaliwa kinga ya mwili ambayo inaelekezwa kwenye mifupa. Tunaita rheumatoid factor ambao tunaita RFIGM. Hizi ni kinga ya mwili ambazo zinakabili mifupa yako. Kitu kingine ni osteoarthritis. Haya ni maradhi ya kukauka kwa maji na kusagika kwa joint na kuvimba kwa joint. Unaweza kupima vipimo kupitia sampuli ya damu, tunaita inflammatory markers, chronic inflammatory markers. Unaweza kuvipima kwa kutumia sampuli ya damu. Lakini pia pima ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari, mara nyingi wingi wa sukari katika damu unapokuwa katika kiwango kilichokithiri hukausha maji katika joint na kusababisha pingili za mgongo kuuma, nyonga kuuma, joint zako za magoti kuuma, mifupa pia kuuma, misuli kuuma, kuwa na kitambi. Kadri unavyozidi kuongezeka uzito mkubwa, zile joint zinazobeba uzito mkubwa ikiwemo nyonga, pingili, magoti, ikiwemo pia na ankle joint na nyayo huanza kulalamika. Kwa hiyo jitahidi upunguze uzito, itasaidia wewe kupunguza malalamiko ya kila siku hospitalini. Kitu kingine, mwili kuwa katika msongo wa sumu zinazoumiza na kuvimbisha joint zako na mifupa. Jitahidi kupimwa sampuli yako ya damu kuangaliwa kama una mchafuko wa damu kutokana na sumu ambazo zinatokana na vyakula ambavyo umekula miaka na miaka. Upungufu wa vitamins na madini. Kuna vitamin A, kuna vitamin D, kuna vitamin K, kuna magnesium, kuna selenium. Madini haya yanapopungua na